Dada Teresia, karibu sana. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mimi nimetokea Tanga. Nimewaona Instagram. Umetuona Instagram. Yeah. Ukiwa Tanga ulikuwa unafanya nini? Hapana, nilikuwa huko nasoma. Wapi? Huko Dar es Salaam. Yeah. Okay. Ulikuwa unasoma nini? Bachelor of Degree in Education. Wapi? Kigamboni. Okay. Yeah. Kwa Mwalimu Nyerere au Kigamboni wapi? Okay. Academy. Okay. Nasoma hapo. Okay. Kwa hiyo nilianza kuona account ya Sir Aaron. Then baada ya kuona nikaona ameposti matangazo sijui piga kazi, sijui nini. Nikachukua namba. Okay. Nika text WhatsApp. Akaniambia kwa maelekezo zaidi uje ofisini, akanipa maelekezo kupitia WhatsApp. Okay. Baadaye nikaona pale nataka nimfollow, collaborate. Kwa hiyo nikaja nikafollow yeye na yeye ndo nikaona vizuri sasa. Okay. Kuna matangazo ya piga kazi, kuna matangazo ya wadada kama hizi kazi za ndani. Kwa hiyo nikaanza kufuata process ambazo nimeambiwa. Nikapiga simu kuhusu hizo kazi za piga kazi, akaniambia hizo zipo lakini ni chache. Lakini huku kazi nyingi ambazo tuko nazo ni kazi za ndani. Okay, mimi nikasema sawa, wakanipa maelekezo vitu gani vya kuja navyo, unatakiwa uweje hivyo. Kwa hiyo nikafuata yale maelekezo. Ndio nikaja. Okay. Yeah. Kwa hiyo toka umemaliza chuo ulikuwa una muda gani huko kabla hujatoka? Nimemaliza tu mwaka huu. Ni mwaka huu? Mwaka huu mwezi wa 7. Matokeo si yashatoka? Yashatoka. Vipi? Umefaulu? Nimefaulu. Nimefaulu, niko na GPA ya 4. Kwa baada ya hapo nilikuwa tunafanya kazi za watu. Okay. Kazi za watu. Kama kazi gani? Kuna sehemu nilikuwa nauza nguo za ndani, lakini kwa la mtu. Okay. Baadaye nikauza mimi mwenyewe, lakini nikaja nikaona mtaji ni mdogo, lakini pia mazingira. Ulikuwa unafanyia wapi hiyo biashara? Kariakoo. Yeah. Sasa mazingira tena Kariakoo ndio nani ya biashara? Ndio nani ya biashara, lakini pale kama hauna meza ama hauko kwenye duka, mazingira ni magumu. Okay. Yaani lazima uwe na meza ama uwe na duka. Kwa hiyo wewe kupata meza ilikuwaje? Ulipata kupata meza ni process kwanza. Kwa sababu unakuta mwenye hii meza yake hayupo. Yeye afanyi kazi hapo. Alishauza. Maana baba mtu kama amemkodisha. Alafu yule aliyekodishwa na yeye hayupo. Ameshakodisha tena. Kwa hiyo kuna cheni kubwa. Kwa hiyo ni cheni kubwa sana. Unajikuta mwisho wa siku unaweza ukajikuta unafanyia watu kazi. Okay. Kwa hiyo nikaona hapa. That's the point. Yeah. Yaani hapo ndio nilikuwa nataka tufike kwamba nijue nini kilichopelekea ukaona hauwezi kuendelea. Na sisi kwenye huu mradi tunasema kuna watu wengi wanafanya kazi maeneo mbalimbali au biashara ambazo ukipiga hesabu vizuri kazi za ndani bado zinalipa sana. Yes, kwamba yani kama una mtaji mzuri na una mzunguko mzuri, yes unaweza kufanya biashara, lakini usije ukabaki kwenye biashara ambayo kama ulivyosema unafanyia watu. No. Yani hiyo ni kitu, yani huo ni upumbavu wa level ya juu kabisa. Lazima unapofanya biashara au kazi upige hesabu kwamba je, mwisho wa mwezi nabaki na nini? Kwa sababu sisi hizi kazi za ndani unapokea lako kama ilivyo, mwisho wa mwezi umeshakula, huna bili za maji, huna kodi, huna chochote zaidi ya kupokea ile hela. Kwa hiyo ni rahisi kukusanya. Mtu kama dada Sechelela hapa huwezi kuniambia huu mwaka hana hela. Lakini pengine angeendelea na ile kazi yake ya 200,000 na kuambia mwaka ungeisha akaunti haisomi. Kwa sababu yani unakuta unapata kidogo kuna vitu vingine unatumia. Si ndio hata kama angekuwa nayo lakini sio nyingi kama ulivyoikusanya huku. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba huku Wadada Center tumetengeneza mazingira ambayo yani ni rafiki zaidi ya kazi nyingi ndogo ndogo ambazo mnazifanya huko nje. Hizo watu wanazoanzia. Either ni ya duka au ni ya supermarket, ni ya nini. Kwa wale ambao labda hawafanyi chini ya mkataba wetu, chini ya utaratibu wetu, unakuta mishahara yao bado ni midogo sana. Midogo sana. Sisi kuna level tumeweka, tunataka kwanza mkafanye kazi za watu vizuri, lakini pia kwa kiwango fulani cha mishahara. Kwa hiyo sio tu mishahara ni mikubwa, lakini na nyie tunawatrain level ya service ambayo mtakwenda kuitoa ili wale watu waone tija, kwamba waone faida.
Si unaelewa? Aone ubora wa kazi yako, kama ni kwenye biashara, aone biashara yake inakuwa, kama ni nyumbani kwake, aone mazingira yake yameboreka sana, ili sasa iweze kuendana na kile kiwango unacholipwa. Kwa hiyo nitaka nikazie tu kwamba kazi za ndani ni zinalipa zaidi. Huo ndio ukweli. Pigeni mahesabu mtaona kazi za ndani zinalipa zaidi. Na wale mnaosema mimi nishapanga chumba, jamani, nyumba sio yako. Unangangana na chumba cha nini? Unangangana na makabati na kitanda cha kazi gani? Achia, nenda kaanze upya. Nenda kafanye kazi, kusanya mtaji, unaweza kupanga chumba kizuri zaidi na unaweza kujenga nyumba yako. Hapa tu kuna wadada wanasemaga nimejenga nyumba, nimerekebisha kwetu kwa hela hizi. Sasa unasema nangangania chumba nilichopanga, chumba kinakula hela. Wewe mwenyewe unahitaji kula, unahitaji swi nini. Kwa hiyo hailipi. Pigeni mahesabu. Wengi wanakuwa wanatamani. Wengi wanatamani, lakini wengi wanafikiri wanatamani nini? Wanatamani kuja kufanya kazi. Lakini wengine wanafikiri labda ni utapeli. Sasa utapeli wadada kila siku sura mpya kila siku. Wewe umefuatilia peji zetu. Mimi sasa hivi yani vitu ninavyoongoza kuposti ni hizi content za wadada. Yani kwa siku naweza kuposti labda content hata zaidi kwa siku. Sasa wewe wadada wote hao, na kwenye content moja kuna watu unaona kabisa tofauti. Sura hazijirudii. Hao wote ni utapeli? Jamani. Hapana. Na sisi basi tuamke usingizi. Tuamke usingizi. Huo ndio ukweli. Kujifanya eti ni utapeli. Ndio maana mimi hii nilisema ili kuwasaidia kuwaaminisha, kwa sababu ili imani inakuja kwa kuona. Ndio maana hichi kipindi. Ili wale ambao wako mikoani, wako wapi, kwanza wafuatilie, waone je kama na wasiwasi ni utapeli. Lakini huyu ni kweli, huyu ameenda, Sechelela ameenda, Dada Maria ameenda, Beatrice Teresia ameenda, sijui nani ameenda. Mwaka. Huyu kamaliza mwaka. Huyu Sechelela kamaliza mwaka, si ndio? Wako kibao ambao katika wale ambao wanamaliza mikataba. Huyu kamaliza mkataba. Huyu sasa huyu utapeli utakuwa utapeli wa namna gani? Hebu acheni ujinga bana. Huo ni upumbavu. Yaani wale ambao wanataka kutuhisi si matapeli, wao ndio wapumbavu wakubwa. Kwa sababu hakuna utapeli wa namna hiyo. Unakaa kwenye peji yetu toka mwaka lini? Huu mradi una miaka 15. Bado tu tunatapeli miaka 15? Hapana. Na mimi sehemu pekee ukiomba maelekezo, unapewa maelekezo bure. Na unaenda sehemu sio maelekezo. Ndio hicho unatakiwa kusema. Yaani sio maelekezo. Mnapewa kazi bure. Na hapa kuna huduma kibao, kuna kula, kuna kulala. Hello, mimi fulani unatokea wapi? Okay. Kitendo cha kupewa maelekezo wengine anakuambia hapo lazima utoe 20. Haya sasa. Umeelewa? Lakini hapa maelekezo unapewa bure, mpaka direction, mpaka unavofika, unavokaa, unatafutiwa kazi. Unavyokaa elezea, unakaa tu hivi unashinda njaa. Unakula asubuhi. Unalala nje. Semeni ukweli. Jamani, hao ni maua yetu yanatakiwa tupewe. Kwa sababu mngekuwa mnalipia, mimi nafikiri hichi kituo kingekuwa kikubwa sana. Yaani tungekuwa tumeweza kujenga jengo letu kubwa kama hilo hapo, kwa sababu hizo ndio dream zetu. Tujenge majengo, tujenge mahostel, tujenge madarasa makubwa. Yaani infrastructure za nzuri. Lakini kwa sababu sasa kuna upande ambao inabidi tusaidie bure. Mtu anakuja saa nyingine hata nauli ya kuja hapa kaipata kwa shida. Kwa hiyo tunawasaidia. Lakini sasa wengine ndio hao unakuta hawatulipi kile ambacho, yani kulipa sio hela. Sisi tumesema gharama yenu ni muda wa mwaka mmoja. Mwaka mmoja ndio tunamalizana. Pay attention yako, fanya kazi zako kwa mwaka, unakusanya hela za kwako anyway, sio za kwetu. Ni hela zako unakusanya. Lakini bado kuna watu wengine nao wamekuwa wababaifu, ndio maana tukaintroduce kitu kinachoitwa nini? Dhamana. Hiyo ililetwa na wadada ambao sio waaminifu, pamoja na kazi yote tunayofanya hiyo, kujitoa kote kwa ajili ya kuwatengenezea njia, lakini bado wanatulipa ubaya. Mtu anaenda kazini, akishapata vimishahara vyake viwili vitatu, hana habari na Wadada Center. Tena ataongea vibaya wale. Yaani maneno yanakuwa ni mengi ambayo sio mazuri. Anyway, najua sio nyie, mimi wanapenda pia kupitisha ujumbe, message. Cha muhimu tu ni kwamba sisi Mungu anaendelea kutubariki. Huduma hii inaendelea kuwepo na itaendelea kuwepo, na Mungu ataendelea kutuletea watu waaminifu kama kina Dada Sechelela ambao washatuonyesha uaminifu mkubwa, na imani hata Dada Teresia na Dada Maria na nyinyi ni wadada waaminifu. Ila tutaona kwa vitendo, si hatuamini kwa maneno. Lakini kiukweli Wadada Center ninaweza kusema ni dira ya mwanamke yoyote, mdada ambaye anatafuta kwa kuanzia maisha. Yaani ni dira nzuri kabisa. Unaanza maisha bila stress kabla hujaenda
kutafuta majukumu ambayo huwezi kuyahudumia. Wadada tulifundishwa kwenda kutafuta majukumu. Unaenda kupambana na wanaume huko, unapata mimba, unatelekezwa, unaanza kuja kulilia watu. Umaskini umeenda kutafuta mwenyewe. Maana unavyoenda kutafuta mtoto unatafuta nini kama sio umaskini? Badala utafute kazi, badala utafute biashara, unaenda kukimbizana na mwanaume. Mwanaume atakupa nini zaidi ya mimba? Na akisha kupa mimba anakukimbia. Wenzako wote unawaona mtaani wamekimbiwa. Wewe bado tena unaendelea kurudia ujinga huo huo. Kwa hiyo sisi hapa tunawafundisha, jamani, hakuna ubaya kupata mtoto, lakini pata mtoto uliyemwandalia mazingira. Hata Mungu wetu ametuandalia mazingira kwanza ndio akatuleta humu duniani. Aliumba mbingu akaumba na dunia. Na katika hii dunia akaweka mavitu yote aliyoyaweka. Na ndio alivyotuumba akasema nendeni mkayatawale, si ndio? Wewe mtoto wako umemwekea nini? Mazingira gani? Ili aweze kuja kumiliki. Na Biblia inasema kabisa kwamba mtu mwema uandalia watoto wa watoto wake. Yaani anawaachia urithi watoto wa watoto wake, si ndio? Sio watoto wako, wajukuu na vitukuu. Ndio unavyoelekezwa. Sasa wewe hujamaliza shule vizuri, uko shule unakimbizana na wanaume. Unataka kwenda kuleta watoto ambao huwezi kuwahudumia. Sisi tunafundisha hayo sio maadili sahihi. Ni mila na tamaduni ambazo zimepinda. Haimaanishi kwa sababu zinafanyika kwenye jamii zetu ziko sahihi. No. Haziko sahihi. Mungu sio mjinga alivyosema tusizini. Si ndio? Alikuwa anataka tuandalie kwanza mazingira watoto wetu. Kwa na maana kubwa. Kubwa. Kwa hiyo guys, Wadada Center kama nilivyosema, yani ni dira. Wajanja ndio wanakuja huku, amejisemea dada Sechelea. Wajanja, masuperwoman ndio wanakuja huku kwa ajili ya kuandaa maisha yao, na hawatakuja kupata hizo shida ambazo wengine wamezitengeneza huko wanajitafutia. Wale wanaokuja hapa mapema, mambo yao lazima yanyooke. Hata mwanaume akikuacha una shida, si ndio? Mwanaume sio Mungu. Maambiwa amelaaniwa amtegemea nani? Sisi tunafikiri mwanaume ndio maendeleo, ndio kila kitu. Kumbe wale ni binadamu tu ambao wanageuka kama vinyonga. Sasa si shauri yako. Kwa hiyo dada Terestia, unatafuta nini hasa kupitia mradi wetu? Kwenye upande wa malengo. Okay. Mimi natafuta mtaji. Mtaji wa kufanyia biashara. Hutaki tena kufanya kazi yako ya uliyosomea, taaluma yako? Ninaweza kufanya endapo itakuwa na maslahi. Lakini kama nitakuwa nishafika Wadada Center, nishapata ninachokitaka, nafikiri nitajiwekeza zaidi kwenye biashara. Kwa sababu nina uhakika kwamba kwa kipindi ambacho labda hata sasa hivi nilipata sehemu wanalipa 200,000. Lakini nikapiga mahesabu nikaona hapana. Inabidi nifanye kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi na nijitegemee. Labda watanipa chakula cha mchana. Kwa hiyo nijitegemee na vitu vingine vyote. Nikipiga mahesabu bado hayakai. Kwa hiyo nikaona okay, nikienda Wadada Center naweza nikafanya malengo ambayo kwa mwaka mmoja ningekuwa huko nakofanyia 200,000 kama huyo nisingeweza. Na shule nyingi sasa hivi washajua, walimu wako wengi, kwa hiyo kwambia 200,000 hautaki. Nakuja mwingine. Hadi 100,000. Yani walimu washajua, walimu ni wengi. Unaenda kwenye interview unafika pale hawana ile kubembeleza tena. Hata kama wanajua uwezo wako ukoje, hawabembelezi. Wanaangalia demand. Wanaona okay, hii kozi watu ni wengi. Walioisoma. Unakuta una GPA ya 4, kuna mtu ana GPA 4.9, 4.8. Yaani GPA ni kubwa kuliko wewe. Kwa sababu mnapofika pale, wewe unaweza kusema mimi 200,000 siwezi kufanya kazi. Kuna mwenzako anasema nikipata tu 200,000. Kwa hiyo malengo yako tofauti. Wewe unasema 200,000 huwezi kufanya kazi. Kuna mtu 80,000 anafanya kazi au 100,000 anafanya kazi. Sasa hapo ni watu wawili tofauti. Wewe ukisema 300,000 hapo kama ni 200,000 watakuwa wakiongeza 100,000 wanaajiri watu wawili. Yaani kama 200,000 wewe unasema 300,000. Kwa maana yake wakiongeza 100,000 watu hawezi kuchukua wewe mtu mmoja. Utaangalia wale watawatrain wanavyotaka wawe ili waendane na malengo yao. Hata kama kuna vitu hawajui watawatengeneza wawe vile ambavyo wao wanataka ili wawatumie. Tofauti na hapo. Jamani, hali ni tete. Sasa ndugu zanguni, Wadada Center mnahitaji. Kama ndio hivyo, walimu njooni Wadada Center huku ndugu zanguni. Yaani huku mambo ni moto. Huku mambo ni moto. Yaani kama hali ndio hiyo, kiukweli kabisa. Yaani huku njooni tu, huku ndani ya muda mfupi utengeneze mtaji wako ukafanye business.
Na biashara ndio kila kitu. Yaani biashara ndio kila kitu, usidanganywe. Ajira hizi ni za muda tu, za kututafutia mitaji. Lakini sio kwamba ajira ndio unatakiwa uwe nayo milele. Ndio maana watu wengi wanaozeekea kwenye ajira, maisha yao pia yanakuwa ni ya kawaida. Lakini watu ambao wamejitosa kwenye biashara, yani ni watu ambao maisha yao yanabadilika sana. Kwa hiyo tusiogope, njoo ukatafute mtaji wako, mwaka mmoja, miaka miwili, jitose kwenye biashara. Yani utashangaa. Hiyo elimu ulioipata, hiyo taaluma itakusaidia sana kwenye business, kwa sababu umetanua uwezo wako. Intelligence yako ni nzuri, ni kubwa. Kwa hiyo usiseme kwamba nilipoteza muda. No, ndio utafanya vizuri business ukiingia kwenye biashara. So karibuni. Kwa hiyo unatafuta mtaji Okay, ni kiwango gani unatafuta? Kiasi gani? Nikipata milioni 10. Milioni 10. Wewe tuko na wewe. Yaani huku usiwe na haraka. Na mimi nawaambiaga, yaani milioni 10 kazi za ndani. Huyu ametengeneza milioni 6 mwaka mmoja. Sasa kwa nini milioni 10 asipate? Anaweza kupata. Yaani akifanya kazi miaka miwili, ana milioni 10 hiyo kwenye kazi za ndani. Si ndio? Haya. Kwa hiyo karibu sana dada Teresia, na hongera sana kwa kuwa mjanja. Ukutaka kukaa mtaani, ukasema ngoja nitumie uzuri wangu, nitumie nitumie sinajua tena. Nitumie rangi yangu, maana cheupe dawa naye. Sababu kuna wengine ambao hawataki hizi kazi, yupo lazima akajiuze. Na kwani wanafanya nini? Sasa wanafanya nini kama una kazi una biashara? Lazima mtu ataenda huko. Wewe kama una kazi una biashara na wewe ni mtoto wa kike mtu mzima, unafanya nini mjini? Kwani kujiuza mpaka akajipange pale nani? Hamna. Hapana, watu wanajiuza tu. Yani anasema nina boyfriend. Kama wewe huna kazi, huna biashara, bwana wako ndo anakupa hela. Wewe si ndio unajiuza sasa? Au mwanaume atakupa hela ya bure? Hawezi kukupa hela ya bure. Si lazima akikupa hela na wewe umpe mwili wako. It's a business. Wewe mwambie sikupi mwili wangu uone kama utaona senti 5 yake. Under the name of relationship. Thank you. Wanawake waache ujinga. Yaani huko unajiuza kama huna biashara. Kama huna biashara ile ya kusema nina kazi au biashara inaniingizia kipato najitegemea. Mwanaume akinipa hela ni anyongeza. Kama haufanyi hivyo wewe unajiuza. Yaani wewe you are a prostitute unayejiuza kwa jina la mahusiano. Kama niko kwenye mahusiano, si ndio? Lakini kiukweli uko kwenye biashara ya mwili wako. Ili upate hela uishi, inabidi mwanaume atumie mwili wako. Sio namna nzuri na haina baraka. Ndio hizo njia tulizokatazwa na Mungu, hazina baraka, hazina mafanikio. Yes. Kwa hiyo hongera kwa hilo. Asante. Mimi mabiti ambao mapema wanaamua kujikita kwenye kujiandaa kiuchumi, yani mimi huwa nawapa big up sana, kwa sababu hiyo ndio njia sahihi ya kwenda. Lakini hizi shortcut, mtu anaona nishamaliza chuo, sasa nifanyeje, hamna kazi, hamna nini, ngoja niolewe. Sio ngoja niolewe. Unaona tu ngoja labda urahisi huko kwa mwanaume. Alafu hamna urahisi, utafuba. Rangi yako itakuwa kama hizo nywele kichwani. Wanaume hujawajua vizuri. Haya, dada Teresia bwana karibu. Asante madam. Huku ukipambana unatoboa mwaya. Nashukuru sana. Haya.